Leo niko na mheshimiwa diwani wa viti maalum, atajitambulisha mwenye majina yake, lakini pia atakuelezea yeye mipango yake kama diwani wa viti maalum. Diwani, heshima yako. Nashukuru. Ushungi umekaa mashallah. Umependeza. Mtoto wa Kiislamu. Amin. Mheshimiwa diwani, tuna vitu vingi vya kuvielezea hususa kwenye halmashauri yetu ya Chalinze, lakini una kitu gani cha kuelezea wananchi ambacho una cha kukizungumzia? Kwanza kabisa naomba nijitambulishe. Kwa majina naitwa Halima Mazige, ni diwani viti maalum tarafa ya Kwaruhombo. Kama wanavyoona Chalinze yetu tuko mbio sana kwenye maendeleo na hatujawacha nyuma wananchi wetu. Kama unavyoona Chalinze ni halmashauri kubwa sana na Chalinze inasifika sana hasa kwenye utendaji kazi. Tunaposema utendaji kazi kwa maana tunamaanisha kwenye mapato na tuseme mapato kwa ujumla, kwa sababu mapato ndio yanaendesha kila kitu kwenye halmashauri. Kwa hiyo tunapoongelea halmashauri ya Chalinze tunagusa kila nyanja kuanzia chini mpaka kule juu. Kwa hiyo Chalinze kama Chalinze unavyoiona, Chalinze ni kubwa na Chalinze ni nzuri. Kwa hiyo tunapoongelea kwenye utendaji wa kazi tukianzia chini vijijini, watendaji wetu wa vijiji, madiwani, watendaji wa kata, kusema kweli tunafanya kazi tukishirikiana na wananchi wetu. Kazi zinaenda na kata zetu zinaonekana, na tunavyoona kama unavyoona tuna misuko mingi sana tumeipitia, lakini inshallah kwa kudra za Mwenyezi Mungu tunaenda kutekeleza kuanzia robo hii inayofuata, kuanzia mwezi wa 7 kila kitu kinaenda kwa sawa. Sawa. Mheshimiwa diwani, tukisema viti maalum ina maana hata Chalinze mzima unaweza ukaoze, lakini wewe umetokea kata ya Kwaruhombo, si ndio? Kata ya Kibindu. Tarafa ya Kwaruhombo. Okay, sawa. Sasa una jambo gani la kumzungumzia mheshimiwa mbunge na waziri pia? Kwanza kabisa mheshimiwa mbunge na waziri huyu ni mtu wa pekee sana kwenye tarafa yetu, kwa sababu hajawahi kutuacha kuanzia kwenye maendeleo na vitu binafsi, hajawahi kutuacha. Mheshimiwa mbunge na waziri hatuwezi kumzungumzia kwa mabaya, tunaweza tukapata hata dhambi kwa Mwenyezi Mungu. Hajawahi kutuacha, anatuangalia sana kwenye tarafa yetu, ametushika mkono kwenye mambo mengi sana, kuanzia kwenye familia mpaka kwenye maendeleo ya kitarafa. Tunamshukuru kwa hilo. Sawa. Nikija kukuangalia wewe ni mama, ni mlezi pia, japokuwa na majukumu yako ya kiutendaji na kiserikali, lakini pia ya kichama, lakini kuna wakati unaloteti nyumbani kama mama. Namzungumzia baba yetu Samia Suluhu Hassan kwa mfumo mzima ambao ameuweka, lakini pia tukija kuangalia ni muda mchache sana ameingia madarakani, lakini kwenye maendeleo ya wananchi no comment kubwa sana. Wewe unamzungumziaje mama Samia Suluhu Hassan? Mimi kama mama, kusema kweli, kwa mama Samia namzungumzia kwa tofauti sana. Mama Samia anatuwakilisha wamama wote, kwa sababu wakina mama hajawahi kutuacha. Tukiongelea kwenye vikundi vya kina mama, vikundi vingi sana vimeshapata mikopo vya wanawake. Hii ndio inaonyesha jinsi gani mama Samia anabeba, kwa sababu mama tayari ukishapewa ule mkopo ina maana ule ni kwa ajili ya familia, kuanzia ngazi ya chini ya familia mpaka ngazi ya juu ya taifa. Kwa hiyo mama Samia hajawahi kuacha wanawake, anatuwakilisha vizuri sana, na sisi hatumwangushi. Kupitia yeye na sisi tunasimama kama yeye anavyosimama kwa ajili yetu. Sawa. Hili swali lazima tuondoke nalo, ili mradi wananchi wa Chalinze wakajue Chalinze ya miaka 2 au 5 mbele au miaka 10 mbele unaiona Chalinze ya aina gani? Yani ya aina gani Chalinze? Yani kiukweli kabisa, na tupo hapa, tumuombe Mwenyezi Mungu uhai, tutakuja kuongea tena na nyinyi. Chalinze sio ya kuiongelea, Chalinze sio ya kuifananisha na halmashauri nyingine yoyote. Kwanza mkiangalia, ukiangalia tu mandhari hapa unasema hii Chalinze au nchi nyingine. Hebu tuseme wenyewe, hatuna haja kuielezea Chalinze. Chalinze tunaenda na vitendo. Chalinze ni babu kubwa. Chalinze hakuna halmashauri ya kuikamata.